Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Kwa miundombinu ambayo tumeitandika, mkaunganishe maji kwa wananchi kwa spidi ya haraka. Muende haraka kwenye kuunganisha maji kwa sababu fedha zilizojenga mradi huu ni fedha za mkopo kama wenyewe walivyosema hapa. Hatukugaiwa, ni mkopo. Na biashara ya maji hii ili ifanyike kwa vizuri na fedha zikusanywe, lazima wananchi wengi waunge maji, watumie maji, fedha zikusanywe tupate kurudisha mkopo huu. Kwa hiyo jinsi mtakavyokuwa mnawaungia wananchi wengi, ndivyo tutakavyoweza kukusanya fedha zaidi na tunaweza kulipa mkopo wetu. Lakini nitoe indhari katika kuunganisha huko na kuwasimamia wananchi walipe. Tafadhali waziri, simamia wananchi hawa wasende kubambikiwa bili za maji. Nilikwambia nyuma, narudia, najua bado hujapata uwezo mkubwa. Tafuta mita ambazo mtu atalipa maji jinsi anavyotumia. Atanunua maji ya shilingi 10,000, anatumia ya 10,000 yake ikimalizika maji anakata. Itamlazimu aende akanunue tena ili atumie. Mkiwaekea zile mita za tumia tu, wanatumia wanavyoweza, wanamwagia mboga mboga, ukimpelekea bili atasema umembambika bili. Kwa hiyo jitahidi upate mita zile za kulipia kwanza ndipo utumie maji ili maji yalipwe ipasavyo. Mheshimiwa Waziri na yule uliyemchagua kwa technical manager wa mkoa huu, muhakikishe kuna uendelevu wa huduma hii. Bali ya kukupa agizo kwamba usikate wakati wa sikukuu na usikate wakati wa weekend, lakini kuwe na uendelevu wa huduma hii. Wale maafisa tuliowaamini kuachia huduma ya maji katika wilaya hii wawe makini. Wanapopata wito wa wananchi kwamba huku bomba limepasuka, huku bomba halitoi maji, basi waende kwa haraka, warekebishe na huduma iendelee kupatikana. Hili nalisisitiza kwa umuhimu mkubwa sana, uendelevu wa huduma za maji kwa wananchi. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.